Shalom, shalom. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana, ndugu mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii ya Yosia TV. Ninakusalimu kwa jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, mahali popote pale ulipo. Ninamtukuza Mungu wa Israeli ambaye ametupea kibali siku ya leo. Tumeweza kukutana tena mahali hapa katika vipindi vya tafsiri za ndoto na maana zake. Mahali popote ulipo, ninaomba fuatana nami na Mungu atakubariki sana. Siku ya leo nimekuja na tafsiri za ndoto ambayo ndoto zinahusu tunasema ukiota ndoto umeua mjusi. Pale ambapo umelala ukaota ndoto umeua mjusi. Sasa katika tafsiri zangu za nyuma nimetoa tafsiri za kinabii kwamba ukiota ndoto umeona mjusi ndani ya nyumba yako ni roho ya uwakala au roho ya uagent. Sasa katika ndoto yako pale ambapo utaota umemuua mjusi, ulimwengu wako wa roho, ukiota ndoto umeua mjusi ni ishara ya ushindi zidi ya magenge ya wachawi au zidi ya magenge ya uagent katika maisha yako. Kwa hiyo utakapoota ndoto ya namna hiyo, hakikisha unasimama katika maombi kumshukuru Bwana na Mungu atakubariki sana. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba pale ambapo umelala ukaota ndoto jongoo wametanda ndani ya nyumba yako, na ni kwenye ndoto unashangaa kwa namna ya ajabu jongoo wengi wametanda ndani ya nyumba yako. Ukiota ndoto ukionyeshwa jongoo wamejaa ndani ya nyumba yako, tafsiri yake ni kwamba unajulishwa ulimwengu wako wa roho kwamba roho ya udumavu wa kimaendeleo inakufuatilia. Pale ambapo kaota ndoto kaona majongoni wengi ndani ya nyumba yako, maana yake unajulishwa kwamba udumavu au kutokuendelea kutambatana na wewe. Nini kifanyike pale ambapo utaota ndoto ya namna hiyo? Maana yake ni kwamba unahitaji usimame sana katika maombi uweze kushughulika na hiyo roho ya udumavu katika maisha yako. Wapo watu wengi walidharau ndoto ya namna hiyo, wakajikuta maisha yao yameharibika, wakajikuta mambo yao hayaendi vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu walipoota ndoto wameona majongoni wengi ndani ya nyumba zao, wakaona ni hali ya kawaida, lakini kumbe walikuwa wanapewa ishara za kinabii kwamba iko roho ambayo inanyemelea, roho ya udumavu katika maendeleo inawafuatilia. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba pale ambapo kaota umelala usiku lakini ukaota ndoto umefanikiwa kumuua jongoo. Kwenye ndoto yako ya usiku kaoteshwa ndoto umefanikiwa kumuua jongoo, na ni kwenye ndoto. Sasa ukiota ndoto umemuua jongoo, tafsiri yake ni kwamba umefanikiwa kuua roho ya udumavu katika maisha yako. Na tangu hapo umeota ndoto ya namna hiyo, taanza kuona mambo yako mengi yakienda vizuri, taanza kuona biashara zako zikienda vizuri, taanza kuona mafanikio yako mengi sana yakienda vizuri. Hakuna kizuizi tena ambacho kitatokea, maana yake Mungu anakufunulia kwamba kile kikwazo ambacho kilikuwa kinafanyika mbele yako Bwana ameweza kukiharibu au Bwana ameweza kukishinda ulimwengu wa roho. Kwa hiyo utakapoota ndoto ya namna hiyo, hakikisha unamshukuru sana Bwana na Mungu atakubariki sana. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba pale ambapo ukawa umelala usiku ukaota ndoto ukaona ng'ombe analalua shamba la majani ya chai. Sasa ukiota ndoto ya namna hiyo, manake ni roho ya mizimu. Roho ya mizimu inazuia kustawi kwako. Pale ambapo ukaota ng'ombe wengi au ukaota ng'ombe mmoja anajaribu kuwa mkali kwako, au ukaona umepanda shamba limekolea kijani kibichi, lakini ghafla ukashangaa madhao hayo yanaharibiwa na ng'ombe. So kioteshwa ndoto ya namna hiyo, my friend, manake unapewa taarifa ulimwengu wako wa roho kwamba vizuizi vya mafanikio yako ni mizimu. Manake unajulishwa kwamba simama sana katika maombi uweze kuharibu roho za mizimu, uweze kuziteketeza roho za mizimu, na Mungu atakubariki sana. Mungu akutunze, Mungu akubariki. Utakapoona ishara za namna hii kiroho, usizidharau, tambua kabisa kwamba ni ishara za kinabii. Roho Mtakatifu anajaribu kuzungumza nawe. Mungu akutunze, ninakutakia wakati mwema. Lakini ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu tukufu, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Unaweza kutufollow kwa namba 0695579223 mwisho. Nitarudia 0695579223 mwisho. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha.